Iyambaleto. Kama unapenda upata habari za mzuri za ukweli na uhakika, fungula Iyambaleto TV. Usikose kusubscribe, pia kulike na kucomment. Iyambaleto DC kwa ajili yako. Namba zetu za simu ziko hapo chini, na karibu tuona msaada wowote wa kutusaidia ili kazi yetu pate kwenda mbele. Tunakukaribisha vile vile sambaza video hii kwa wengine wapate kunufaika na mahadibisho ambayo yalikuwemo katika kipindi chetu hichi. Share kabisa kwa wengine, unaweza ukalike na ukasubscribe channel yetu. Naam, ujambo mpenzi mtazamaji wa Iyambaleto TV pote pale ulipo, imani yangu kubwa ni kwamba wewe ni muheri. Ni kualike kuungana nami katika kipindi cha mjadala kutoka hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mjadala ambao tunaendesha hii leo, tunazungumzia mada kuzorota kwa usalama Jumamosi 28 Oktoba mjini Uvira wakati wa mzinduo wa ujenzi wa barabara. Je, ni alama ya maendeleo vijijini? Ni kwamba katika mji wa Uvira siku ya Jumamosi tarehe 28 ni siku ambayo umefanyika mzinduo wa ujenzi wa barabara kutoka Rompwe Kavimvira kwenda Kalundu. Uzinduzi huo umefanyika na waziri wa miundombinu Alexis Gisaru. Kabla ya mzinduo, milio ya risasi ikasikika mjini Uvira, na milio hiyo ya risasi ilianza kusikika siku ya Jumamosi. Je, kuzorota kwa hali hii ya usalama kunaleta maendeleo katika vijiji vyetu au katika manouvelle ville zenye ziko créées? Ni pas d'avance wakati viongozi wa kiserikali wanakuja kwa ajili ya mzinduo, kwa ajili ya kitu cha maendeleo, halafu vurugo zinaingia. Kwa kulizungumzia hili tumemwalika bwana Biringiro Robert, ni msemaji wa Wanyamulenge ulimwenguni. Ujambo na karibu katika mjadala. Ujambo sana bwana mpasha habari, na karibu. Tumesikia kwa ziarani lakini kwa muda huu unapatikana kwa Uvira. Na asante kwa mwaliko wako kwa kusudi tuweze kuchakanua neno hilo la mzozo au marikasi ambayo imejia hapa katika tarafa la Uvira, sana katika jiji la Uvira. Tumemwalika pia bwana Piero Kaluba, ni mfanya siasa. Ujambo na karibu katika mjadala. Jambo bwana mtangazaji, Thomson Unji Batangalwa. Na napendelea sana kukaribisha hata na wenzangu tutakaojadiliana hapa. Sawa bwana, tuna Robert Biringiro na muona tena kinara wa societe civile Sosiko RDC. Tumemwalika pia hapa bwana Guy Jean Kelvin, ni mratibu wa Sosiko RDC, Societe Civile des Compatriotes Congolais. Ujambo kiongozi na karibu katika mjadala. Ujambo mtangazaji, pia karibu sana kwa wasikilizaji. Nimefika leo kutoka Bukavu, nilikuwa mambo ya kazi, hususan mambo ya usalama mtangazaji. Kwenye line ya simu tuko naye bwana Naluvumbu Kibambala. Tumemwalika kwa upande wa wazalendo. Naluvumbu Kibambala, ujambo na karibu kwenye mjadala. Jambo bwana mtangazaji, na nimependa kipindi hiki na ninakifuata na niko tayari kutoa mawili matatu. Shabash. Mpenzi mtazamaji, ni hao walikuwa tulio nao katika studio hapa, na wewe unaweza ukachangia moja kwa moja live hapa kwenye mjadala huu. Ni malengo yetu ni ujenzi wa taifa, ni ujenzi wa miji yetu na maeneo yetu. Je, kuzorota kwa hali ya usalama mjini Uvira wakati wa mzinduo hili ni swala ambalo linaleta maendeleo? Tunaona huko Katanga komine ya Baraka kuna msikilizaji wetu ambaye tayari ameshajiunga nasi. Tunamwona bwana Matie Esenga. Hujatuambia uko sehemu gani, unasema kwamba unatupata. Tunamwona vile vile Justin Ate Ambate, mwenyekiti wa chama, mzee wa baraza wa chama cha Kuzini kutoka Marekani, anasema kwamba yuko nasi kabisa live. Shukrani, na wengine wengi ambao mko nasi live tunasema karibuni sana. Unaweza kushare kwa wengine wapate kuona kile kinachoendelea katika mjadala wetu. Unaweza kueme page yetu na kupartager link ambayo tunakuwekea hapo. Tunaenda kwanza moja kwa moja mjadala wetu. Tuje kwanza kwako bwana Sosiko RDC. Watu ambao wanatufuata muda wakati kama huu, waeleze kwanza kilichokuwa Uvira siku ya Jumamosi tarehe 28. Milio ya risasi imesikika. Taarifa mlizonazo nyinyi kama vile Sosiko RDC zinasemaje?
endelea tu. Asante mtangazaji kwa swala. Unajua kama mimi personnellement sikukuwa Uvira, nilikuwa Bukavu. Nimerealize deja une semaine niko Bukavu kwa mambo ya kikazi Mseruki. Ni kusema tu kama taarifa ambazo zimepitikana Uvira le 28 samedi, hazikuanza tu le 28, zilianza le 25 mercredi, ambao tumesikia kwenye mitandao kama waziri wa miundombinu Mheshimiwa Alexis Gisaro Muvunyi kama atakuwa Uvira kuangalia si anaweza lancer ma travaux. Wakati ilifika ma 16 masasi kaanza kulia, masasi kulialia, tukafatilia, tukaambiliwa kama ni masasi imepigwa na watu pour kuangalia si wanaweza kudestabilize, kukatala demagogie ya ministre, paske watu wamedanganyiwa siku mingi kama barabara itajengwa me ile kapita. Tunapana tena condoléance paske mercredi watu wawili ambao wamelumia, na samedi masasi ambao ililia mtangazaji, watu wawili tena walilumia, mkiwemo dada mmoja finaliste kuesti Mwanga Duvira na mama mmoja alikuwa akijelekeza kusoka Mabenge. Ile tunapana condoléance. Utafahamu kwamba mtangazaji, parapore ya masasi, kila raia amesikia masasi na kila raia amekuwa nafasi yake ya kutemwanye. Petetre masasi naweza kuwa ililia ni kuonesha kama raia inachoka sana na malancement ambao za mingi ziko zinafanyika, mekazi haiko inaendeka. Mwa ile mtangazaji, parcours ya masasi utafahamu kama mimi nilikuwa Bukavu, ministre haijapita miezi 2 ameweza lancer tena matravo kusema kama ile espace major vangu Nyatende kule kote Nyawera, mabarabara matravo ya mabarabara zitaanza na kurepare vilalo fulani ambao zilikuwa kandomashe. Me wananchi wakapasiante hawakuona kitu. Uvira nako wananchi walikuwa wanajiatendre, peut-être hawakuwa wanajiatendre tena lancement ya mabarabara, raia walikuwa wanajiatendre sasa inauguration, donc kupire ya riba pour que waanze pita sasa. Mtangazaji, ile ni maobservation ambayo tumefanya kama shirika la kiraia Sosikwerde, na kupatia pole watu ambao wamelumia mwa ile masasi, na usi peut-être ministre aliweza kuacceder façon mbaya, nje linaweza kuwa yenye naweza tuma ile masasi ililia. Mtangazaji, peut-être walikuwa na maagenda kashe zao. Piero Kaluba, kama vile mfanya siasa, hali ya siku ya posho tarehe 28 umeipokeaje na habari gani ulionayo kuhusu zile risasi za siku ile? Asante bwana mtangazaji kwa kunipa kauli. Mimi kama mfanya siasa, mimi niko federal wa parti politique Debout la Patrie ya bwana Mwanza Singoma Hamisi, ndio persone morale wangu anaishi pale Kinshasa. Bwana mtangazaji, mimi nitakuwa kidogo kinyume na maneno iliyosemewa na kiongozi Bwija wa societe civile. Tunajua kwamba mara kwa mara masasi zinalia katika mji wa Uvira. Sio siku ya kusema Gisaro wamefika ndio siku masasi imeanza kulia katika mji wa Uvira. Lakini hapa Uvira bwana mtangazaji, tunao wezi wanaoiba mara kwa mara, na cha muhimu na kilicho tuhakikisha ya kwamba walikuwa ni wezi, vyombo vya sheria, serikali ya Kongo iliyokuwa kiwindana na hao wahalifu walikuwa wakidondosha masasi, wamesema ya kwamba, na radio zimetangaza ya kwamba wenyewe walifanya fujo vurugu tarafani Uvira ni wahalifu, yani ni wezi, ni watu wasiojulikana. Na sio siku tu kusema, na kwenye walikuwa ukipiga hiyo mabomu sio kwenye kulikuwa mzunduo wa barabara. Bwana Gisaro amefanya mzinduo wa barabara, mzinduo wa kujenga manyumba huko Kiromoni na kukua masasi. Hiyo siku amewahi kupiga watu wawili masasi, ni mbali na kwenye Bwana Gisaro amekuja kuwa. Ingesema eti wanapendea kudestabilize Bwana Gisaro, wangeenda kwa nafasi alikokuwa akifanyia sherehe zake, lakini kwenye anzisha kudondosha masasi ni mbali na kwenye alikuwa akifanya msinduo. Na vyombo vya sheria vimetuhakikishia kwamba radio zimetangaza bwana mtangazaji kusema ya kwamba ni wezi
kwa sababu serikali letu lienda likiwafuatilia likakutana ni wezi walikuwa wakifanya leta vurugu tarafani Uvira. Nadhani neno hiyo haiwezi endelesha mji wa Uvira. Tuko na Naluvumbu Kibambala kwenye line ya simu, nitakuchukua. Tunamsikia kwanza bwana Biringiro Robert. Robert, unasemaje kuhusu risasi zilizosikika siku ya Jumamosi? Taarifa gani ulizonazo? Asante sana bwana mpasha habari. Kufuatana na risasi ambazo zimelia taingia asili siku zilizo waziri amewasili hapa kusema ya kwamba uzinduzi wake umekuja kwa njia zisizo halali, eti raia wanachoka na uzinduzi wa kila siku. Sijui kama kuna siku Gisara amewahi kuwasili hapa Uvira anazindua kisha kufanya hiyo lancement, baadaye anakuja mara ya pili hakuweza kutimizwa kile ambacho amekiahidi. Lakini mbele hajafika kumesikika watu kama vile wa societe civile, watu kama vile wazalendo eti wametia kandidati yao kusudi wachaguliwe, wamesisimua watu na kuwaambia kwamba wasiache Kisaro akanyage katika mtaa wa Uvira. Tuna marikodi, tuna mahali wamefanya mazungumzo, wakasema hata ingia hapa lazima wamuzuie mbali hajaingia Uvira. Lakini ameingia Katogota mahali mtaa wa Uvira imeanzia, akakuja kafika Luvungi akaketi pamoja na raia, akapita kaenda Sange akazungumza na raia wa Sange, na hata kafika mahali pana nyumba ya site ya Sange, akaja kaingia Luvungi mpaka kafika hapa Uvira. Alipowasili Uvira ni hapo marisasi zimeanza kusikilika kwenye milima ya vitongoji vya Uvira. Na hao watu wameumia, ndio tunasema ni pole, lakini wale wameshika silaha na kuweza kurusha marisasi ni wakaka zao na wale wa ndugu ambao wameumia. Lakini cha mshangao ni kusikia Sosiko RDC amesema ya kwamba hao wamefanya ni hasira. Hiyo hasira imeletwa na nini? Hajafika hata siku moja tangia ateuliwe kuwa waziri wa miundombinu kwa Jamhuri ya Kongo. Sijui pasteri mmoja akiweza fanya kosa watasema ni mapasta ambao wamefanya kosa. Kijana mmoja akifanya kosa sio vijana wote. Kama kuna mawaziri ambao wamemtangulia wa kufanya chochote, ni lazima tumsubiri naye uweze kufanya kitendo chake cha kuweza kuanzisha barabara na hata ujenzi wa manyumba za mpaka posta frontalier. Kisha asipoitimiza, tunaona kwa siku za usoni yeye ni kandidati mmoja atakuja kuweza kutia kandidati hapa kufanya kampani. Hapo tunamuuliza kwamba ni nini umekifanya, lakini si kama wasiri na ni hapo wameshabikia. Lakini mimi nimezikamata kama vile mzaza akifika mtu akiwa na chochote kila na kitupa, akiwa na embe, akiwa na furui, akiwa na karatasi, hiyo yote ni mibaraka ya kumaanisha kwamba amekaribishwa kwa kishindo kubwa. Ndio mimi nasema hiyo, na kushukuru bwana mpasabu. Naam. Naluvumbu Kibambala, unatupata vizuri? Na wapata vizuri. Umezoea kuwa mwalikwa wetu live studio hapa, sio mara ya kwanza tunakuwa na wewe live, lakini leo uko kwenye line ya simu. Uko wapi leo hadi uwe kwenye line ya simu? Niko katika milima mirefu ya Uvira. Naam. Umefuata kilichojiri mjini Uvira siku ya Jumamosi tarehe 28. Milio ya risasi imesikika na kuzorotesha usalama hata wanafunzi wa kusoma siku hiyo, na ilikuwa ni siku ya kuzindua ujenzi wa barabara toka Kavimvira hadi Port de Kalundu. Kuna taarifa zozote ulizonazo kuhusu siku hiyo? Taarifa niko nazo za mingi, kutokana kwanza na habari ambazo zinasemekana za milio ya risasi. Masasa yameanza kulia tangu wakati alipofika hapa, yani siku ya 3 tariki 25. Ilipofika siku ya 4 nako masasa tena kasikilika, na hapo juzi siku ya posho tariki 28 masasa tena imelia kwa wingi mnamo milima ya Uvira. Sababu ziko nyingi na kila mtu ana sababu zake ambazo labda anajua utofauti wa masasa imelia namna gani, lakini upande wangu mimi ninaweza nikasema ya kwamba wafanya siasa wengi ni wasema uongo zaidi. Kwa nini ninasema hivyo, wala kwa nini ninaleta hili neno? Nina sababu fulani ambazo zimenifanya nizungumze hivi, kwa sababu bwana mtangazaji, kitu ambacho tunaweza tukachambua katika kuja kuzindua barabara. Tunabaki na kama mwezi ama miezi 2 tuingie katika uchaguzi. Kisha unasikia waziri anakuambia eti nakuja kuleta ama nakuja kuzindua
barabara, kuna baki miezi 2. Sasa unajiuliza hiyo barabara kama mwaka wa 2024 kama yeye hatakuwa na ile nafasi, eske ule waziri ambaye atachukua ile nafasi yake eske ataendelesha ile projet? Ni swali la kujiuliza mimi na wewe na wasikilizaji wetu. Jambo lingine ambalo lina Viringiro anasema eti ma societe civile ndio wamechangia. Kwanza mimi kuna kibarua ambacho nimepata cha societe civile Force Vive ambacho kiliandika kinaenda mpokea Bwana Gisaro. Kinaenda mpokea na kinamkaribisha, na walienda kumpokea na kafika, na baadhi ya wanamemba wa Force Vive walikuwa mdelegation ya kwenda kumpokea. Anafika hapa anasema kama masasi imeweza kulia, ndio inaweza kulia kutokana na wazalendo, kwa sababu kama wazalendo wamefanya ukaguzi na kuona ya kwamba mahali ambapo anatupeleka ni mahali ambapo anaenda kutupotosha na tudanganya. Amefanya miaka 5. Tangu afanye miaka 5 ndo mara ya kwanza anafika Uvira. Na anajisema kwamba yeye ni mtoto wa Uvira. Eske mtu ambaye kama ni mtoto wa Uvira, miaka 5 huko kiongozi wa miundombinu, kisha wakati tunamaliza muula ndo unakiafika unasema eti utatengeneza barabara. Na kizani ningeambia wasikilizaji wetu, tumeshakuwa na akili, wakongomani na wazalendo wengi wamerevuka. Haiko tena muda wa kudanganya watu, na haiko muda wa kudanganya raia. Ni muda wa raia kutumia akili namna gani tunapaswa tukatembea na watu, kwa sababu katika hiki kipindi wafanya siasa wengi watakuja kupotosha watu ama watadanganya raia wengi. Na miongoni mwa mwanzo ambao umeanza na kizani Gisaro amekuwa wa kwanza kudanganya. Kwanza hapo Bukavu amesema kwamba amezindua tena barabara ya Ngomo. Tangu alipotoka Bukavu hadi sasa hivi, utauliza kama una watu ambao wako pale Bukavu watakwambia. Na kizani mimi nikisema labda Viringiro atasema kama ninasema uongo. Baada ya pale anakuja kuzindua barabara Uvira. Anakuja kuzindua barabara na gari ngapi, mashine ngapi? Ziko kama ni gari 2 na mashine 2. Na tukiwaza sisi wakati tunajua kwamba mtu anakuja kuzindua barabara, kuna vitu ambavyo vinamtangulia kabla yeye hajafika. Lakini sisi hatukuona hata kitu chochote, na ndio kwa maana naweza kuwa miongoni mwa hasira ambazo wazalendo waliingia ndani na wakachukua maamuzi ya kusema hapana. Hii imetukasirisha sana na kuona ya kwamba hatuwezi tukaendelea mwa hizi michezo. Akizani kwa naweza nikaa pale na mengi zaidi tuko pamoja. Naam. Jean Kelvin, umemsikia Naluvumbu Kibambala, umesikia waalikwa wengine. Wewe unafikiri kwamba ikiwa jambo la maendeleo ya mji ya vijiji linapokuja na kunatokea hali kama hizi, watu tutaendelea namna gani? Selon ma fuite ya information ililia mkadre toujours ya perturbation sécuritaire. Njo hali ya Uvira. Nikizani mtangazaji uko mkaaji wa Uvira, uko naona après 3 jours banapiga mtu masasi. Unakuta mtu banampiga masasi ma 17h, ma 18h, ma 20h. Nikikuonesha monitoring sécuritaire yenye tuishe repertorier hii mwezi tu ya hii miezi 2 wa 8 na wakenda, mtangazaji utasikia uzuni mvide ya Uvira tu, hapana mteritoire. Ni kusema kama ilikuwa mkadre toujours ya perturbation sécuritaire. Niko mtu wa shirika la kiraia, siko mfanya siasa. Na aussi ni kusema tu kama muji awezi ukaendelea osilonta hii mabitu ya maperturbation sécuritaire naweza ikajimultiplier, mtangazaji. Ni kusema kama sisi kama vile waratibu wa mashirika za kiraia, nikizani ulisikia meme maintervention za bwana Naluvumbu alionyesha kama unajua kama c'est pratiquement impossible, mtangazaji, parce que mpaka hivi raia wa Uvira biko ma equation, parce que ministre anaonyesha kama atalanse atajenga RN5 kutoka ku Rompwe mpaka ku Port dans 18 mois itakuwa isha. Anasema kama itakuwa mwena itajengewa na 38 millions de dollars. Mtangazaji, eske tuko tunajiuliza eske kulikuwa budget par rapport ya hii franga ya ministre anasema?
Peut-être nyangiambia watu mtangazaji ile lancement ya ile mabatima ziko kule ku frontiere njoo angeambia watu kule Kavivira mtangazaji. Parce que ile mabatima tunajua kama nae comme ministre haiko nje mwangipasha lancer ile matravail ile mabatima. Angekuwa swate maire de la ville wala gouverneur de la province mtangazaji. Na aussi peut-être mkadre toujours parce que yeye ana gérer le ministère peut-être na circonstance anaweza kabifanya, mais ile ni utafiti wetu. Utafahamu kama mtangazaji ile projet nye alilanse kule Kavivira ilikuwa meme Goma kule ku petite barrière. Uliona isi alienda lanse meme kule watu anguma ya watu haikukuwa ya mingi, alienda lanse. Unajua kama tuko tunafanya utafiti na kusema tu wanasiasa wajikazi wakuwa wanaambia watu kweli wasipoteshe watu mtangazaji, paske tumekwisha danganyiwa, ma promesse zimekwisha kuwa mingi. Imagine mtu iko ku pouvoir depuis 2018, mandat anakuwa fait mandat, anakuwa fait mandat dans 2 mois ou bien dans 1 mois, parce que le 18 novembre campagne itaanza inaisha le 18 décembre, le 20 décembre tuna participer kwa élection. Est-ce que barabara itakuwa ishaisha? Parce que tunajua est-ce que itakuwa ile système ya continuité aussi longtemps? Yeye bwana Gisaro haiko kwa ile ministère, mwingine mwatengia kwa ile ministère. Est-ce que ile système ya continuité itaendelea, matravaux zitaendelea? Ile ni point d'interrogation tuko tunajiuliza mtangazaji, na njoo maana parce que hali ya Masasi personnellement niliweza ikondane, haikuwa kitu ya mzuri, mais ile tuliona ilikuwa mkadri ya perturbation sécuritaire muvile ya Uvira, parce que njoo hali yenye kuna aji manifeste siku mingi, haiko tu hapa Uvira, meme na Fizi. Ile ni mambo tuko tunakemea, hakuna mtu anaweza kuwa societe civile. Mimi siko mfanya siasa mtangazaji. Naam, tujue kwanza jeshi la taifa linasemaje. Waraka ulioandikwa na msemaji wa Skola de Sud Luteni Mark Elongo unasema kwamba les tirs de balles qui se sont fait attendre sur la colline Munanira sont des brigands qui tentaient de voler et non pour contester la présence du ministre d'État Alexis Gisaro. Lieutenant Elongo Kyondwa Mark, porte-parole opération Skola de Sud Kivu, anasema kwamba milio ya risasi iliyosikika mjini Uvira kwenye mlima unaoitwa Munanira ni kundi genge la majambazi waliojaribu kuiba ngombe na mifugo. Amesema ngombe hapa, na sio kwamba walitaka kuzuiza mzinduo wa ujenzi wa barabara ambao umefanyika na waziri wa miundombinu Alex Gisaro pa Monima mjini Uvira. Biring Robert, unasemaje kuhusu huu ujumbe wa Sokola Day? Asante sana bwana mpasha habari. Kufuatana na ujumbe wa Sokola Day ni lazima uweze kupita hivyo. Lakini kwa mwanzo umesikia neno la Sosiko RDC. Amesema ya kwamba ni watu wamesikia kolere ya malancement. Soutine message yenyewe iko hapa hayaenda fasi, kama naweza kuiretirer parole, là je suis d'accord. Mmemsikia mkuu wa wazalendo na Luvumbu mwenye haiko hapa kwenye iko kwa mic, haiko hapa kwenye live. Amesema hiyo imefanyika kweli kwa vijana ambao wana hasira. Cela veut dire que wazalendo hawana hasira ya uvamizi wa nchi, wana hasira ya wananchi ambao wanapenda kutumikia nchi. Kauli ya Sosiko RDC eti waziri wa miundombinu amefungua Goma na Bukavu. Sijui kama hapo kumelia risasi au wamemruhusu kufanya kazi, ijapokuwa umate wa watu ulikuwa ni wachache kama sio hapa Uvira, lakini hakuna risasi ambayo imelia. Kwa Plaine de la Ruzizi mahali pote amepita hakuna risasi imelia. Hapa inaonekana kwamba kuna watumizi wafanya siasa ambao walikuwa wakipenda kwamba hicho kitendo cha kusema uzinduzi au ujio wa waziri wa miundombinu isifanyike. Huyu mzalendo binafsi amesema ya kwamba watakamata mashoka, watakamata hata na mafimbo, kile chochote wanacho watamzuia hata kanyaga kwenye ardhi ya mtaa wa Uvira. Hapa kuna marezo sio, kuna mahara amefanya hiyo mitingi yote tunaweza tukavirudishe, ambaye kwa muda wanasema iko katika milima mirefu. Hiyo ameisema kusema ya kwamba tena nirudilie kwa Sosiko RDC, amesema tangia waziri wa miundombinu ametumika tangia 2018 hana historia. Ni Sosiko RDC lakini hana historia. Ana miaka 2.5, na tena kama ana miaka 2.5 haiko kusema Uvira tu ndio ambapo anaweza akatumike. Nchi ya Kongo ina mitaa, ina majimbo 26. Ina mitaa 115 na nizani.
Sijui kama hapo wanaendelea kumshutumu. Angeanzia fasi yote sawa vile mvua mara moja. Na mvua haienei fasi zote mara moja. Mwenye anaenea tu fasi yote mara moja ni Mungu tu. Wakati amewasili kwa mtaa pahali ashangiliwa na wengi, lakini unakutana chokochoko za vijana, hata na vijana wa binti wa kike wa kiume wanaendelea kusema ya kwamba hawatampokea, ni Munyarwanda. Wanatia hiyo maneno, wasisimua kusema waseme hiyo maneno. Sadiri ni Sosiko RDC. Nyinyi kama vile Wanyamulenge mmechukua ile milio ya risasi kama nini? Sisi tumechukua kwamba vijana wachache wa Kifuliru ambao wametumiwa na wafanyasiasa wa Kifuliru kusudi wahatarishe usalama wa eneo la Uvira, Meri d'Uvira. Hiyo ndivyo tumeweza kuikamata na tumeichunguza muda mrefu, kwa sababu tumetembea na vijana wengi wa Uvira. Hakuna mtu aliyekuwa hastenira au aunge mkono ujio wa waziri, ila tu ni vijana wachache wa Kifuliru ambao wametumiwa na wafanyasiasa kama vile Wanaruvumbu. Wanaanza kusema wao ni wakandidati wachaguliwe, wao ni wabunge. Kusema ni mbunge, lakini mbunge anaenda akichochea. Ana upatanishi gani? Atatetea nini? Atatetea kubagua watu. Hii inamaanisha kwamba haangali mchanga kwa ile yote ikanaendelea kusema. Asante. Naluvumbu Kibambala. Nakusikia ndugu. Naam. Kuna audio ambazo zimesikika, na katika hizo audio kuna wanaosema kwamba sauti yako imesikika ukisema kwamba lazima asikanyage Uvira. Kulikuwa nini, kosa gani alilolifanya Alex Gisaro ili baadhi ya wananchi waseme kwamba asifike mjini Uvira? Naweza nikarudi nyuma kidogo na kusema ya kwamba kabla pale nilisema ya kwamba wafanyasiasa wengi ni wasema uongo. Nikakuonesha sababu, wala nikasema sababu ambazo ninasema vile. Kama watu wengi wanasema ya kwamba eti mimi nimetuma audio na kusema ya kwamba wana Gisaro asije, unaona kama teknolojia ishakuwa nyingi, ishaendelea. Upande wangu mimi sijatuma hiyo audio, ila kama kuna wazalendo ambao wamekopi sauti yangu na kuifanya vile, yani ni watu ambao wameshikwa na hasira. Na nataka kumnukulu Colonel ambaye amesema ya kwamba masasa ambayo imelia hapo siku ya posho tariki 28 eti ilikuwa ni wezi walikuwa wakiiba ngombe. Sasa kama walikuwa ni wezi ambao walikuwa wakiiba ngombe, eske unasemekana ngombe ngapi ama za nane ambazo zimepelekwa? Ile utafiti nikaona kama haistahili ama ni ya uongo, kwa sababu milio ya risasi ya kusikilika eti wa vijana ama wazalendo wamekuja kuiba ngombe. Hapana. Na kitu ambacho mimi ningesema na kuambia watu wote ya kwamba hawa ndugu ambao wanaojiita Wanyamulenge ni watu ambao wako na ubaguzi. Kwa sababu gani? Tangu tuko hapa sijawahi ona ama kusikia wakati mfanyasiasa wote wa Kikongomani akikuja eti wataenda kumpokea ama wataingia kwa media na kusema jambo lolote. Lakini wakati wana Gisaro amefika hapa, wakaonekana kuwa wengi. Ikaonekana ya kwamba kuna ubaguzi ambao uko fasi fulani ambao unajificha. Na tunaambia watu wote ya kwamba tuwe macho na siasa ambao tuko tunaifanza ama tuko tunaienda ama, kwa sababu wafanya siasa wengi kama vile Viringiro anasema eti kuna wafanya siasa wa Kifuliru ambao wametaka kuchochea hii vita ili wasimpokee. Hiyo kauli ni ya uongo, kwa sababu tukimwambia atupatie hiyo sauti ama huyo mfanyasiasa ambaye ameambia watu mwene mkazuie njia, atakosa maepreve za kusema. Yani kwa kifupi mimi ni kama gisi nilivyosema pale, nilisema ya kwamba ni wazalendo ambao wameshikwa na hasira kutokana na mambo mengi, watu wamedanganywa sana. Na baada yao wakafanya utafiti na kufanya hesabu ya kusema ya kwamba kwa hii miezi 2 inabaki, huyo mtu gani ambaye anaweza kuja kuambia eti tutatengeneza barabara mwa miezi 2? Kisha anasema ya kwamba barabara itachukua miezi 18. Eske mwa ile miezi 18 unahakika kama wewe ndio utakuwa unaongoza, ama unahakika kama wewe utakuwa katika gouvernement itaingia mu 2024? Kwa nini kwenda mu 2024 kwenda mwa ile miezi 18 na unajua kwamba mwa ile miezi 18 utakuwa kama wewe ndio utaendelesha ile mambo?
Naam, Pero Kaluba, unatoka kumsikia na Luvumbu pamoja na Biringiro Robert. Bwana Kelvin amesema kwamba raia na wananchi walikuwa wanatarajia sasa waone kwamba barabara imezinduliwa. Iambalieto TV, kwa utafiti tuliouendesha sisi binafsi kama vile TV yenu ambayo imekualikeni hapa, tangu mwaka 84 1984 mpaka leo mzinduo wa hii barabara huu ambao umefanyika hapo umekuwa wa 20. Kwa nini kuzindua sio Alex Gisaru tu, na waliokuwa mawaziri, waliokuwa maspika wa bunge, waliokuwa wakurugenzi wa ofisi za rais, marais wenyewe wamezindua hii barabara. Wengine wakasema kwamba ninayo mfukoni hapa, nina mkasi hapa, hivi nimekuja nimewaambia hivi barabara imemalizika. Sasa kwa mujibu wa Sosiko ni kwamba wananchi walitegemea sasa waone barabara imezinduliwa. Kwa utafiti wako, licha kwamba huko mfanya siasa lakini tena wewe ni mtafiti bwana, mwalimu kwenye vyuo vikuu, kwa utafiti wako unafikiri kwa nini serikali ya Kongo haipendi kuitengeneza hii barabara namba 5, barabara ambayo inaunganisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi jirani zingine? Kwa nini tu serikali inayokuja inaenda barabara itengenezwe? Asante bwana mtangazaji, mbele ya kujibu hiyo swali kwanza nitarudia nyuma kidogo nikiambia watu ya kwamba Biringiro sio mtu wa vyombo vya sheria, hajue security, hata na bwana Sosiko RDC, hata na bwana na Luvumbu Kibambala, lakini tumepewa habari na vyombo vya sheria ya kwamba waliopiga masasi ilikuwa ni wajambazi, sio hata wazalendo. Wazalendo hawezi piga masasi ovyo ovyo hivyo, ni wajambazi walikuwa wakeba. Na hiyo, na hao ndio watu wa sheria wanajua, watu wa security wanajua hiyo information, na hao walikuwa wakikabiliana na hao watu. Narudia kwa swali lako bwana mtangazaji, ya kusema ya kwamba kwa nini kila siku kuzindua barabara na hawalijengi. Najua bwana mtangazaji, wakati ya bwana Kishambo Marcelin amewahi kufanya hivyo kwa kudanganya watu wa Uvira, eti watazindua. Najua ya kwamba barabara kumepatikana financement kuanzia Kavimvira hadi Port, lakini wenzetu wa Burundi wakajenga, sisi hapa Kongo wakaiba pesa, na hizo pesa ilikuwa ni pesa zimetoka kwenye mfuko wa Banque Mondiale. Kwa leo tena nyuma tumeona tena bwana Chishambo amepiwa kuzindua, akafika hapa kumonima Rompwe, kumonima akafanya viena, atafanya pale, pesa zote zikakuliwa. Tumemwona tena bwana Gisaru amefika na uongo siku chache kabla tuingie kwenye uchaguzi, anakuja tena ni mtoto wa nyumbani. Hapo njoo kwenye Sosiko RDC naweza kiunga mkono, kwa sababu namna yenye bwana Gisaru Muhoza Mvunyi amefika hapa, Mvunyi amefika hapa akija na lengo la kupiga kampeni, lakini sio kusema eti anakuwa ambia watu eti anakuwa zindua. Sio nini kinahakikisha kwamba hakuja kupiga kampeni? Amesema kwamba hakuja kuzindua, amesema kwamba yeye mwenyewe amesema kwamba nimekuja kuzindua barabara. Ameanza ile zile nyumba kule na barabara kutoka Gatumba frontiere mpaka Kavimvira, kuja mpaka bandarini hapa. Si kwamba amekuja kuzindua RN5, kwamba barabara itatengenezwa sasa mpaka Misisi, kama nimemwelewa vizuri. Na mimi sikusema hivyo. Naam. Sasa kitu gani kinaonyesha kwamba waziri alidanganya wakati ambapo amesema kwamba sitotoka hapa kabla mashine hazijaja? Na mmeona mashine siku ile ya Jumamosi. Bwana, mashine tumeona ni mashine za kuzeeka. Ni mashine wamelogota hapa wakatia pale kwa barabara hii wadanganye wa raia. Bwana mtangazaji, nitakwambia bienye banaweza wakajenga kwa sababu sio pesa za government, ni ile manyumba yenyewe wasema watajenga hapo kwenye custom pale ku frontier. Nadhani hiyo kwa sababu Banque Mondiale kama hawaibe hizo pesa watajenga. Lakini hii kusema bwana Mvunyi amefika siku chache tuingie kwenye campaign uchaguzi, na tena ni mtoto wa hapa. Kinatushangaza bwana mtangazaji, ni mtoto wetu wa hapa, lakini
vyenye anafanya, nafika hapa anaanza hapo wapo watu maviti mule nini. Hiyo ni kampeni hiyo. Tena nakuja siku gani? Lakini mmesema watu wanasema kwamba mtu mwema lazima atende mema kwa watu. Tena nakuja siku gani? Mema kweli, mema ametenda hiyo mema, ni pesa za serikali anazozitumia kwa sababu watu nao walimkamata hivyo vitu, lakini watu wamekwisha kuwa na macho, wanaona mbele. Amedanganya bwana mtangazaji, na amedanganya bwana Viringo, asisikie kisirani, lakini najua kama ndugu yake amedanganya. Na bwana mtangazaji, hapa ninapo sijui kama umemwalika bwana Viringo kama yeye ni msemaji wa bwana Gisaro, lakini mimi najua kusema eti watajenga hii barabara ni uongo mtupu. Na kama wanajenga hivi siku wanikamate wantie kwenye baroni au kwenye prison, ni uongo. Hauna imani? Sina imani bwana, sina imani, wametudanganya. Siku mimi wewe mwenyewe umesema ya kwamba ni mara ngapi? Mara ya 20. Mara ya 20. Unaona kama bwana Gisaro ndio atakuwa tekeleza maneno aliyosema? Hiyo ni uongo. Tena amekuja wakati gani? Angalia wakati yenye amekuja siku ya kampeni. Amekuja, alikuwa wapi kwanza? Saa mtoto wa nyumbani. Alikuwa wapi? Ni uongo mtupu, na hiyo naitupilia mbali. Nakuja Robert na asante sana kwa sababu Pierre Kalwa amesema hapo kwamba yeye waziri amekuja kwa ajili ya kuweza kufanya kampeni. Yeye Pierre ni kandidati mmoja. Sijui kama kwa hiyo wanaanza kubishana na kandidati mwenzake, lakini kama kuna vitendo ambavyo vimefanya viti mule na vingine ambavyo ametoa, yeye Pierre ni mmoja ambaye amelikamata. Kwa macho yangu mimi nimemuona amekuja, alikuwa kikimbia kikamata mipia, kikamata mashapo, akasema puka aende ya Gisaro aende kuitengeneza, aende kupatia watu yake. Alisema litamuka nipatie watu yangu. Ndio kauli ambayo imetamuka. Pili, yeye Pierre anahakikisha kwamba ni mzaliwa wa hapa, lakini wenzi yake hawakubali kama ni mzaliwa wa hapa. Mara tatu kusema mtu akuje kusema bangekuja kuzindua kuanza kupita hiyo kukata riba ya lazima. Sijui kama unaweza uza chakula ya mtoto kumpatia na hajazaliwa. Ni lazima kwanza kuonekane kuzaliwa, uandae makuvre ya kulea mtoto, baadaye unamtafutia chakula. Kama hizo pesa zimetumiwa miaka mingi zikakuliwa, kwa nini tuseme mashariki ya Kongo ni hayo tu ambayo haiki natengeneza mabarabara? Inamaanisha hata na mizozo na vita na marisasi na kuuana na kuiba na kupora na mitego barabarani zinapatikana kwa Kivu ya Kusini na Kivu ya Kaskazini. Mahali pengine pote tuna majimbo nimesema kwamba 226. Mahali pengine pana usalama, wanachuruza, wanatengeneza, lakini hii mashariki ya Kongo kila wakati ni mzozo. Inamaanisha kwamba wazaliwa wa Kivu ya Kaskazini na Kivu ya Kusini hao ni wabaguzi, hao ndio wanaleta choko ya vita, hao ndio wanatumika na nchi zingine. Hapo nimesema kwamba Pierre ni mmoja wa wale ambao wanaleta hiyo ubaguzi. Leo naanza kugeuza kauli kwa sababu ili kesho yake akifika kwenye kampeni aweze kupata neno atakalo litamuka. Lakini mwenzake kama ametengeneza, naye ni mtumishi mmoja wa serikali. Hiyo vitu kama amepana mule, Pierre naye aipane. Kama amepana hata viti, Pierre na vipane, ni mtumishi wa serikali. Pierre iko analipiwa na serikali, mwenzake naye anatumikisha serikali. Sijakukata hapo Pierre utazungumza. Tumemfuata nani bwana Naluvumbo Kibambala, amesema kwamba nyinyi Wanyamulenge mnakuwa na ubaguzi sana. Amesema kwamba tangu ameanza kuona wa député, wa kandida, wa ministre, wa nani les délégations confondi zenye zinafika hapa Uvira, hajawahi kuona zaidi ya Wanyamulenge wawili wakiambatana na makabila mengine kwenda kupokea. Lakini alipokuja Gisaro Mnyamulenge, Wanyamulenge milioni wameenda kushangilia. Nikisema milioni wengi wameenda kushangilia, lakini sio wao tu, na kabila zingine zimeenda. Hapo unasemaje? Asante sana. Kama wanabagua, Naluvumbu ni mmoja wa mzaliwa wetu, naye ni mbaguzi. Naluvumbu ni mzaliwa Mnyamulenge na baba yake mkubwa. Yeye hivi niko nakwambia iko Kabanja. Baba yake afike Kakenge atakutana baba yake mkubwa ambaye baba yake anamfuata kwa mgongo. Aenda afike pale, iko pale na jamaa zao ziko pale. Akishuka Kishigo ngambo ya aeroport atakutana shangazi yake na binamu yake iko pale. Kama nadanganya muulize wengine wa Minembo, watawaambia Naluvumbu yupo hapa tutamuuliza. Iko hapa, najua nakanakana. Unaona hata na mtoto mpotevu
alienda akakimbia akarandaranda kwa mali ya baba yake, lakini aliposhtoka akaona mali na mwishia, alirudi kwa baba yake akamsamehe, akirudi atapokelewa. Hii amesema kwamba wazalendo wamekasirika. Wazalendo huko wanapigania nchi. Ile wazalendo hawatarishi usalama. Namna gani anaweza kapinga kama kauli ya wanajeshi ambao ukiwa wanafuatana na wale mabandia ambao wanaiba kila siku, lakini anakuja kusema eti wanadanganya, eti wazalendo wamekasirika. Yeye ni mmoja wa wazalendo, kwa nini hakuje kudefend integrity territorial? Hii inamaanisha kwamba anadanganya vijana. Ni lazima kwanza aulizwe gisi watu wanaendelea kuumia, wanapigwa, marisasi zikianguka horea, watu yuko hospitalini yuko wanatunziwa, eske atawalipa? Na yeye ndiye ameweza kuchemusha wale wa vijana kusema kwamba no, mpige risasi. Hao mawaziri kana nasema wanafika hapa, yeye hasiende kuwapokea. Ni mmoja ambaye anabagua, haendi kuwapokea. Uulize waziri nani amefika hapa, hakuna Mnyamulenge ameenda kumpokea. Kama tuna viongozi ambao wanaenda kushiriki kumpokea. Sisi tumepokea huko kama waziri wa miundombinu, tukaenda kumpokea kama ni mzaliwa wa ukoo wetu. Tunaenda kumpokea. Botali kujaga hapa mkwenda. Wewe uulize hata na audience amepokelewa. Uulize Bitakwira hata na wakati ifanya mitingi, mimi binafsi nilishiriki kwenye mitingi yake. Wakati nimekuja na pana mfano kwamba mimi binafsi nilienda kumpokea. Aulize hata delegation ya Shikama ilimpokea. Aulize wakati alifika Bukavu, mimi ameniita nikaenda nikampokea kwa hotel ya Bukavu. Nimezungumza naye. Hiyo mimi sina hoga ya kusema kwa sababu najua kwamba niko kwangu, niko natetea nchi yangu, niko natetea. Kwa swali niliuliza umejibu. Bwana kabla kuja kwa ndugu Bijan Kelvin na Luvumbo Kibambala. Kumbe wewe Mnyamulenge unakaa unajificha ficha tu, unaweka kelele kwamba hao Wanyamulenge hao ni Wanyarwanda, Wanyamulenge ni Wanyarwanda. Kumbe wakati mwingine unakuwa unapigia ndugu zako kampeni bwana. Leo tumefahamu ndugu yako hapa, mkubwa wako amesema kama wewe ni mdogo wake. Unasemaje? Unajua bwana mtangazaji, kuhusu ile jambo na kizani mko na Piero Kaluba pale, anajua mengi zaidi. Na unajua watu wakikuwa ni wadogo na wakiona ya kwamba kuna mtu ambaye ni kiongozi ana neno la kusema na watu wanamsikiliza, kuna wakati wanaanza mtafutia namna gani wamgeuze awe mtu wao, labda waonekane ya kwamba anaweza kuwa msemaji wao. Lakini sio mara ya kwanza au wandugu wa Wanyarwanda wananihitaji sana, lakini mtu ambaye anajua watu ama mtu ambaye anakuwa kama huyu ni ndugu yetu. Na kizani watu wengi wananijua, watu wengi wananifahamu. Mimi siwezi nikajitapa ama nikajisema, lakini wala ambao wananijua niko nani. Sio eti nijitape nitafute kuambia eti Wanyarwanda wakuje kwetu ama mimi niende kwao juu waongezee nini. Ni kwa sababu na kuna sababu kubwa ambazo nilikwambia ya kwamba unaona Peneviri Ngiro alisema, anakuambia eti wakati wa deputy wanakuyaka ba ministre eti bila kuwaka delegation, na kizani Piero wako pala atashuhudia kama wanaendaka wala waendaki. Nilitia ile neno ili tu niwaoneshe ya kwamba wao ndio watu wa kwanza wameleta ubaguzi wa chuki na kabila. Na wakati wameleta lile jambo, na sisi kama vile wakongomani wazalendo tukaona ya kwamba hawa watu tumejitia kwao, hawaoni thamani yetu, hawaoni upendo wetu, ikabidi na sisi tujibague. Lakini lile jambo anakuambia eti na Luvumbu ni ndugu yetu, kwao nini, asitafute kututoa kwenye mada ama kwenye msingi. Naam, turejee kwenye mada yetu mpenzi mtazamaji, ikiwa ndo bado umejiunga nasi, tunazungumzia kuzorota kwa hali ya usalama siku ya Jumamosi tarehe 28 Oktoba mjini Uvira, wakati wa kuzindua ujenzi wa barabara. Je, ni maendeleo vijijini? Hiyo ndo mada yetu. Hapa studio tuko na Piero Kaluba, ni mfanya siasa. Tuko na bwana Biringiro Robert, ni msemaji wa Wanyamulenge. Bijan Kelvin ni mratibu wa Sosiko RDC, na Naluvumbo Kibambala yuko kwenye line ya simu. Tayari tuna mahoni lukuki ambayo tumeshayapokea hapa kutoka kwenu watazamaji. Tutayasoma, hila network inakuwa inacheza na yumba namna hii. Na vile vile tunakuomba kwamba uzidi kupartager link, ujumbe huu ufikie watu wengi. Partager, aimez page hii. Tunakuletea vipindi vya kujenga taifa, vipindi vya kupatanisha watu, vipindi vya kuweka ukweli hadharani. Kile kinachofichama, kinachofichwa tunakiweka hadharani. Haya, basi nije upande wako bwana Bijan Kelvin. Hili swala ambalo tunakuwa tunalizungumzia la kuzorota kwa usalama siku hile, nyinyi wananchi mnakuwa mnahofia kwamba mizinduo imeshakuwa mingi, na Yamba ile tumefanya utafiti tumegundua kwamba
ni tayari mzinduo wa 20 kufanyika tangu 84 mpaka sasa. Nyinyi mnapenda kipi kifanyike ili hii barabara ipate kutengemana kabisa, itengenezwe? Maana nimemuuliza bwana Piero Kaluba swali kwamba kitu gani kabisa kinapelekea serikali ya Kongo kutengeneza hii barabara? Kuna kitu gani kinafichama? Wewe kama vile mwakilishi wa raia hapa, nini mnachokihitaji ili barabara itengenezwe? Mtangazaji, asante sana kwa swali pito. Ningerudia nyuma kidogo parapor na makado fulani ambao tumeona mu réseaux sociaux, parce que mi deja niko na 2 semaines siko Uvira. Tumeona mitandaoni, tunasikia kama Ministre Alexis Gisaro a travers dynamique yake iliweza pana 1700 chaises muvile ya Uvira, 30 bâches mkila quartier, 10 moulins en faveur ya Mwaeho plateau na plaine de la Ruzizi na litorale ya Makobola. Sisi tukafanya utafiti atake shirika la kiraia, eske hii periode yenye tuko amo, mtangazaji, wa mama zetu liko banafanya maavortema kila wakati kwa jua ukosefu wa barabara, wadariste, wa montari, wa shofere liko wanapata hemoroide kila wakati, operation meme sai ukifika ku generale utakuta pepre 40 personnes biko opere ma hemoroide. Hiyo yote ni chanzo cha ukosefu wa barabara. Tunajiuliza eske ile maazawadi fulani yenye ministre alipana, eske nje ilikuwa priorite ya wananchi wakaji wa Uvira? Ile iko entre parenthèses, ni kusema pour le moment ile haikuwa priorite. Eske ile mazawadi ilikuwa encadré na ministere yake? Parce que tunasikia kama meme wale bali mobiliser, meme wale balienda bikamata, nabo biko banajiuliza tunaenda kamata eviti c'est bon, mais tulikuwa na besoin ya barabara. Mtangazaji, namba zetu za simu ziko hapo chini, na karibu tuona msaada wowote wa kutusaidia ili kazi yetu pate kwenda mbele. Tunakukaribisha vile vile sambaza video hii kwa wengine wapate kunufaika na mahadibisho ambayo yalikuwemo katika kipindi chetu hichi. Share kabisa kwa wengine, unaweza ukalike na ukasubscribe channel ya kwetu Yambaleto. Kama unapenda upata habari za mzuri za ukweli na uhakika, fungula Yambaleto TV. Usikose kusubscribe, pia kulike na kucomment. Yambaleto DC kwa ajili yako.